Tutaenda moja kwa moja kwenye kitabu cha Waamuzi. Tutasoma Waamuzi 14. Tutaanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Nitasoma kwanza kwa Kiswahili alafu mwingine atafuata somo kwa Kirundi. Neno la Mungu linasema, Samsoni akateremkia Timna, akaona mwanamke huko Timna, mmoja wapo wa binti za Wafilisti. Kisha akapanda akamwambia baba yake na mama yake, akasema, nimemwona mwanamke huko Timna, mmoja wapo wa binti za Wafilisti. Basi mnipatie nimwoe. Ndipo baba yake na mama yake wakamwambia, je, hakuna mwanamke hata mmoja katika ndugu zako au katika jamaa zako zote, hata uende kumwoa mwanamke kwa hao Wafilisti wasiotahiriwa? Samsoni akamwambia baba yake, munipatie huyo, kwa maana ananipendeza sana. Mstari wa 4. Lakini baba yake na mama yake hawakujua ya kuwa jambo hili ni la Bwana, maana alitaka kisa juu ya Wafilisti. Basi wakati ule Wafilisti walikuwa wakiwatawala Israeli. Naweza kusoma kwa Kirundi. Haravuga ngo, Samsoni asaba Umufilistiyakazi. Samsoni aramanuka aja i Timuna, abonayo umwigeme wo mu Bafilistiyakazi, maze araduga abarera se na nyina ati, nabonye umwigeme i Timuna w'Umufilistiyakazi, none nimumunsabire. Se na nyina baramwishura bati, mbega nta mwigeme n'umwe ari mu biwanyu canke mu biki gihugu igitumye uja gusaba umugeni mu Bafilistiya batakebwe? Ariko Samsoni yishura se ati, sabira uyo kuko ari we nagomye. Ariko se na nyina ntibari bazi ko bivuye kuhoraho, kuko yarondera inyanduruko kwa Filistiya, kandi icyo gihe Abafilistiya nibo baganza Abisirayeli. Naomba uruke Waamuzi 16. 16 aravuga ngo, Waamuzi mlango wake 16. Tutasoma 21 na 22. Usindire 16:21 kugeza 22. Nitaanza kusoma. Neno la Mungu linasema, Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho, wakatelemka naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Lakini zile nywele za kichwa chake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa kwake. Ibidinari haravuga ngo, maze Abafilistiya baramufata, bamunogora amaso, bamumanukana i Gaza, bamufatisha iminyororo y'imiringa, bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Ariko naho bamumoye, umushatsi wiwe utangura gusubira kumera. Amen. Tunaomba turuke hapo mlango wa 16 mstari wake wa 30. Neno la Mungu linasema, Samson akasema, na nife pamoja na hao Wafilisti. Akainama kwa nguvu zake zote, ile nyumba ikawaangukia hao wakuu na watu wote waliokuwa ndani yake. Basi wale watu aliowaua wakati wa kufa kwake walikuwa wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake. Mlango 3 aravuga ngo, maze aravuga ati, reka mfane n'Abafilistiya. Araheza arikonganya n'inkomezi ziwe zose, arazishika. Inzu ihombokera kuri babaganwa no ku bantu bose bari muri yo. Nuko abo yishe mu gupfa kwiwe baruta abo yishe akiriho. Haleluya. Ukisoma Ayubu 14 mstari wa 7, neno la Mungu linasema kwamba, kwani yako matumaini ya mti, ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake
hayatakoma milele. Haleluya. 14 Yobu 14 ku murongo w'indwi haravuga ngo kuko hari ibyizigiro by'igiti iyo giciwe, kuko hari ibyizigiro by'igiti iyo giciwe yuko kizokongera kunaga. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo kinasema ya kwamba kosa la Wafilisti. Umutwe w'ijambo uvuga ngo ikosa ry'Abafilisitiya, lakini pia unaweza ukasema kwamba kosa la wanaoturoga. Ariko urashobora kuvuga ati ikosa ry'abandi baturoga batugirira nabi, au unaweza ukasema kosa la wanaotunafikia, cyangwa kuvuga ikosa ry'abandi batugirira ishari, au kosa wanaotuchukia, cyangwa ikosa ry'abandi batugirira ishari. Haleluya. Haleluya. Tunaangalia walipomkamata Samson. Tunaona bafashe Samsoni. Kosa la kwanza walilofanya, ikosa la mbele wakoze, hawakumuua, ibamwishe. Haleluya. Haleluya. Kosa la pili walilofanya, ikosa la pili wakoze, walimnyoa nywele bamu kasumusa, lakini wakasahau kwamba zile nywele zitaota tena. Ariko bibagira yuko umushatsi uzongera kunaga. Kosa la tatu walilofanya, ikosa la gatatu wakoze, ni kumleta Samson kwenye sherehe yao, ni kumuzana mu birori vyao. Haleluya. Haleluya. Sijui kama tuko pamoja. Biri kumwe. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wengi wanajiuliza ya kwamba hari abantu benshi bibaza ngo Samson kumpenda Delila kwamba alifanya makosa. Arabibaza ko yakunze Delila kuba makosa. Samson hakufanya makosa kwa sababu tumesoma katika ule mstari wa 4. Ntabwo yakosheje kuko kwa sababu ya kwamba ulikuwa ni mpango wa Mungu. Mugambi w'Imana. Haleluya. Haleluya. Sasa Wafilisti walipomtoboa macho, Wafilisti wanogoya macho, walijua ya kwamba wamechinda. Bima jije kubaneshe. Walipomkata zile nywele, wakajua ya kwamba wamemaliza. Lakini hawakujua ya kwamba zile nywele zitaota tena, na zile nguvu zitarudi tena. Haleluya. 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 Mungu ni mwema sana. Imana ni nziza cyane. Neno la Mungu ni tamu sana. Ijambo ry'Imana riraryoshe cyane. Ya kwamba hata mti ukikatwa na igiti wagica, bado kuna matumaini ya kwamba ule mtu utafanyaje? Utachipuka tena. Haleluya. Haleluya. Na matawi yake yatanawiri kuliko pale mwanzo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini? Vuga nishaka kugiki. Yawezekana kuna mambo yako unaona hayaendi. Birashoboka ko hari ibyawe bitari kubiragenda neza. Yawezekana kuna watu wanakuendea kwa waganga. Birashoboka ko hari abantu kugira ku bafumu. Yawezekana kuna watu watoa kafara. Birashoboka ko hari abantu baba baratanga, wakasema ya kwamba mtu fulani aravuga ngo umuntu kanaka hata piga hatua, ntazotera intambwe. Wakasema kwamba mtu fulani baravuga ngo umuntu kanaka biashara yake haitaendelea mbele. Biashara tiyo hizo. Wakasema ya kwamba baravuga ngo mtu fulani umuntu kanaka hataolewa. Ntazorongorwa. Wakasema ya kwamba baravuga ngo mtu fulani umuntu kanaka hataoa. Ntazorongorwa. Wakasema ya kwamba baravuga ngo mtu fulani umuntu kanaka hatapiga hatua, ntazotera intambwe. Lakini leo naenda kukutangazia, ariko no musina kugiye, as long as unapumua, kugihema, as long as hujafa, tukitarafa, bado kuna matumaini. Aracyari byizigiro. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nataka kutia moyo wewe ambaye kabisa umekata tamaa. Ndege wao wachizi ndege. Adui yake aliyafanya, si sawa? If you must have a because. Haleluya. Haleluya. Lakini kuna kile Mungu anakifanya katika maisha yako. Ariko hari tima nigiye gukora ku buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Amen. Ukijaribu kusoma Wakorintho wa kwanza, ukigerageje gusoma Wakorintho wa mbere, mlango wa 2 mstari wa 8 hivyo. Uhereye ku mlango wa 8. Neno la Mungu linazungumza ijambo Imana ya kuhusu hekima ya kimungu, ubwenge bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Ulimwengu huu iyisi ina hekima yake, na Mungu ana hekima yake. Ndio maana katika hekima ya kidunia, icha hivi haiwezi kupona, kisukari hakiwezi kupona, lakini kwa hekima ya Bwana icha hivi inapona, na kisukari kinapona. Haleluya. Wanaoelewa hilo
Na ndio wako wananielewa sasa hivi. Kandi ni mbariki warantango. Kwa sababu kubera unaweza ukaangalia tatizo ambalo kuna. Ashobora ni kibazo ufise. Unaweza ukaangalia maisha unayoyapitia. Ukabona ubuzima uri kurasa. Unaweza ukaangalia biashara ambayo umeifanya muda mrefu. Unaweza ukaangalia huduma ambayo umeifanya muda mrefu. Ukaangalia pande zote. Haiwezekani. Lakini mbele za Bwana inawezekana. Hebu mshangilie Bwana kama mashini. Unajua waliomuua Yesu hawakujua ya kwamba ndo wanatengeneza sasa njia. Kwa sababu wao kwa akili zao walijua tukimuua kila kitu kimeisha. Lakini hekima ya Mungu, Mungu anasema nataka muue tu ili watu wangu wapate kukombolewa. Haleluya. Haleluya. Yule aliyeuliwa siku ya tatu akafufuka. Wale waliomuua wakafanyaje? Wakaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Samson alipomkata nywele na kumtoboa macho, wakajua wameshinda. Lakini alikokuwa kuna kisaga ngano, nywele tu zinakuwa, nywele tu zinakuwa, zinapokuwa ndipo nguvu zinaporudi tena, zinapokuwa ndipo nguvu zinarudi tena. Sasa ndipo wakaandaa sikukuu. Haleluya. Walipoandaa sikukuu, katika lile kosa walilofanya, wakamleta Samson katika sheria. Haleluya. Samson alipofika pale, akasema lazima nilipize kisasi. Kama na sisi tunapoenda kulipiza kisasi sasa hivi, kwa hiyo tufungie maisha, tunaenda kulipiza kisasi. Kwa hiyo sema kwamba hatutasonga, tunaenda kulipiza kisasi. Kwa sababu wao walijua kwamba wamemaliza. Lakini yupo Mungu ambaye hashindwi. Yupo Mungu ambaye hashindwi. Danieli walipomtupa kwenye tundu la simba, walijua hapa kazi tumemaliza. Kumbe kule kwenye tundu la simba ndio kuna simba wa kabila la Yuda. Haleluya. Alipotupa kwenye tundu la simba, simba kabila la Yuda kafunga vinywa vya simba. Haleluya. Danieli akabaki ni chuma mlingoti, chuma bendera. Haleluya. Akaanza kukuna zile simba kama vile tunavyo kuna. Haleluya. Na ni kitu ambacho kilikuwa kiwezekaniki. Lakini ukiwa na Mungu mambo yote yanawezekana. Haleluya. Isingekuwa ni Mungu hata usingekuwa hai siku ya leo. Lakini kwa kuwa bado uko hai, kuna jambo ambalo Mungu anataka kulitenda katika maisha yako. Umekaa muda mrefu huna kazi. Mungu anaenda kuachilia kazi katika maisha yako. Umekaa muda mrefu biashara yako haiendi. Lakini siku anaenda kuchanuka katika shida. Umekaa muda mrefu, vipawa vyako vimefifia. Vipawa vyako vimefifia, karama zako zimefifia. Siku ya leo Mungu anaenda kuziamsha. Haleluya. Ni kuwa tuna imani. Mambo ya Mungu ni kuwa na imani. Mtaji wetu ni imani. Unapoenda sokoni uada unapeleka pesa. Lakini katika mambo ya Mungu kila kitu tunakivuta kwa imani. Hizo pesa ambazo huzioni katika ulimwengu wa kiroho zipo. Sasa nataka kuzivuta kwa imani. Huo ugonjwa ambao umekufunga miaka mingi, unataka kuondoa kwa imani. Kama vile yule mwanamke alikuwa ametokwa na damu miaka
akazamilia moyoni mwake, yivye mu mutima, akasema kwamba aravuga ngo ni Yesu anapita, ni Yesu arenganye. Kwa hiyo ninajua Ivyo ndamenya na nina hakika kandi nikigusa pindo la vazi lake nitapona. Lakini haleluya, haleluya, yaani Yesu ameenda tu kuponya mtu mwingine, Yesu akeukiza undi muntu, lakini kuna mama pale amemuona, alikuwa na mama mmoja akasema kwamba nimechoka kudharaulika, alivuga ngo darushina kumara mazi, hata kama umati wa watu ni mwingi na abantu bari beshi, nitajipenyeza, nijipenyeze, halafu nimgusa Yesu. Haleluya, watu wengi wanataka Yesu awaguse, wanataka kumgusa Yesu abakore kandi bashaka ko gukora kuri Yesu. Haleluya, japokuwa Yesu muhisi na Yesu tari kwa Mungu yuko mahali hapa, ali hano. Amen, haleluya. Mungu alimwambia Musa, maana Mose, nijengee hema, hema la kukutania, kuhuliramu, ambalo liko mbali na watu, lakini liko mbali na wewe na mimi. Yaani hilo hema, yaani kwa msemo mwingine, mwindi mvugo, ukiingia katika hilo hema, ni kwamba ulikuwa na uwezo wa kuwa karibu na Mungu. Na hilo hema ndio hili sasa. Mungu yuko mahali hapa. Hata kama humuoni kwa macho, yuko mahali hapa. Yuko mahali hapa. Anasubiri umguse. Anasubiri umguse pipara basi lake. Halafu upate kupona. Halafu upate kufunguliwa. Haleluya. Halafu upate kupiga hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sina jina la Yesu kigu. Haleluya. Haleluya. Kuna mwimbaji mmoja aliimba akasema, mahali hapa ni pazuri kama nini, Mungu wangu, uwepo wako umenifunika. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nasifiwe. Mahali hapa ni pazuri. Hano ni heza. Tunapokuwa nyumbani mwa Bwana, kuna namna mawazo yanabadilika. Ni tofauti sana tunapokuwa kazini, tunapokuwa ni kwa sababu gani tukiwa hapa tunajifili vizuri? Ni kwa sababu gani tunapokuwa mahali hapa tunasikia amani? Ni kwa sababu kuna presence of God. Na mahali kuna uwepo wa Bwana, magonjwa yanapona, visukari vinayeyuka, milima inayeyuka, nyika inabomoka. Haleluya, jangwa linanyeshewa, giza inaangaziwa, kwa sababu tayari kuna uwepo wa Bwana. Naomba utangazie ugonjwa wako. Ugonjwa wa Bwana si utaniua, bali nitaishi. Haleluya. Amen. Ambia umaskini wako ya umaskini utaniua, bali utanifanya nitajirike. Haleluya. Amen. Unajua kitu ambacho watu wakijua ni kwamba kila kitu kinabadilishwa kwa maneno. Mungu alipokuwa anaumba dunia, alikuwa anasema iwe na ikawa. Hata mchawi anapoenda kukuroga, anatamka maneno, anasema kwamba mtu fulani asije akaoa, au akiolewa asije akapata mtoto, ama akipata mtoto apate zezeta. Yeye ametamka maneno, na wewe sasa, ili kutengua hayo maneno uliyosema, na wewe unatakiwa kuzungumza, kusema ya kwamba kama hujaoa ukasema ya kwamba nitaoa iwe isiwe. Kama hujaolewa unasema nitaolewa iwe isiwe. Na
Mungu atafanyaje? Haleluya. Haleluya. Ninawashukuru kwa utulivu wenu. Nabakunze kugutekereza kwanyu. Haleluya. Haleluya. Kuna mhubiri mmoja alisema kwamba kila neno linatoka kwa kusudi la watu fulani. Ijambo ryose riza ku mpamvu kanaka. Na kuna sababu siku leo uko mahali hapa. Kandi hari igituma wabaye hano. Na kuna sababu maana nimepanga muda mrefu kuja hapa. Nateguye kuza hano igihe kinini. Lakini siku ya leo ariko uyu munsi ndio imekuwa siku sahihi. Ni wabaye nusu kweli. Haleluya. Na neno la Mungu haliendi bure, halipiti. Haleluya. Naomba neno hili likawe kama ile mbegu iliyoangukia katika udongo mzuri, ikazaa mazao na mazao. Na ninatamka katika jina la Yesu, kila kilichofunga maisha yako kikuachilie katika jina la Yesu. Kama kuna ugonjwa ambao umekufunga muda mrefu, ninaamuru uweze kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa huna kazi, nimetangaza kazi katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunashukuru kwa ajili ya ujumbe huu. Tunashukuru kwa ajili ya neno hili. Asante kwa kuwa neno lako ya kwamba halipiti bure. Ninakushukuru Bwana na Bwana kwa kuwa ipo kusudi lako kutupa neno hili. Baba, natumaini ya kwamba na nikiamini ya kwamba kuna jambo umelifanya katikati yetu. Baba, ninaamini ya kwamba kuna ushuhuda ambao unaenda kutolewa, kwa sababu tunaamini neno lako Baba. Na tunaamini ya kwamba wewe ni Mungu ambaye hushindi na lolote. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Ukifunga hakuna awezaye kufunga, na ukifungua hakuna awezaye kupinga. Asante kwa uaminifu wako. Baba, katika haya machache naomba na kuamini katika jina la Baba na Mwana Mtakatifu. Sote tupige makofi tuseme amina.